Mto wa ajabu sehemu ya kwanza. Karibu msikilizaji wangu katika simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Mto wa Ajabu. Simulizi iliyojaa visa na mikasa ya kusisimua. Kuna mengi pia ya kujifunza. Anayetuelezea kisa hiki ni mwanadada mrembo aitwaye Shuram. Nini kipo ndani ya Mto wa Ajabu? Kwa nini Mto wa Ajabu? Usikose kunifuatilia kuanzia mwanzo wa simulizi hii mpaka mwisho. Msimuliaji wako ni mimi Madam Grace, nikishirikiana na timu nzima ya Simulizi na Ako Story. Simulizi zetu unaweza kuzipata YouTube, Instagram, Facebook na Twitter. Nambari za mtunzi wetu ikiwa ni 07-100-843-74. Karibu sehemu ya kwanza, Mto wa Ajabu. Upendo wa kweli huja bila sababu. Unaweza kumpenda yoyote bila kujali vile alivyo, bila kujali kabila, dini au pale anapotokea. Mimi naitwa Shuram. Natokea kijiji kiitwacho Mfamaji. Kijiji kilichozungukwa na milima na mabonde. Si rahisi kwa mgeni yoyote kutambua kama kuna kijiji chini ya hii milima. Miti mikubwa iliyozunguka kijiji chetu na kuifunika kwa rangi nzuri ya kijani. Kijiji cha Mfamaji ni kijiji chenye wananchi wachache sana, ambacho wananchi wake wanashikamana na kushirikiana kwenye kila hali. Si rahisi kwa mgeni kuingia bila taarifa. Kila mtu anayefika kijijini kwetu ni lazima aripoti kwa wazee wa kijiji. Na kijiji hiki si rahisi sana kuishi, maana kinahitaji watu wenye nguvu sana, wanaoweza kujishughulisha na kazi zote za hapa kijijini. Shughuli nyingi zinazofanyika hapa kijijini kwetu ni kilimo cha mazao ya nafaka, mboga na vilimo vyote hivyo vinategemea mito inayotiririsha maji kutoka mlimani. Mito hiyo imejitengeneza na imetengeneza mabwawa makubwa sana ya maji, ambayo yamezalisha samaki wengi, ambayo wanakijiji wanayatumia pia kuvua samaki kwa ajili ya chakula. Shughuli za uvuvi zinaruhusiwa kwenye mabwawa na mito mbalimbali. Lakini kuna mto mmoja ambao hauruhusiwi kabisa mtu yote kuvua samaki wala kuogelea. Shughuli yake kubwa ni kuchota maji kwa ajili ya matumizi binafsi tu. Mto huu una maji tulivu sana, ya baridi na yenye ladha ya pekee ndani ya kijiji chetu. Kwa hivyo, haruhusiwi mwanakijiji yoyote yule kufanya shughuli zingine ambazo ni nje ya matumizi binafsi. Mto huu umezungukwa na miti mikubwa sana. Miti hii inafanya maji ya ndani ya mto huu yaonekane na harufu nzuri sana, pia yawe matamu na yenye ladha ya kipekee. Licha ya kwamba miti hii inayozunguka huu mto hupukutisha majani yake, lakini haimaanishi kwamba haya majani huchafua maji. La hasha. Majani haya hujikusanya pembeni na kuacha maji yakiwa masafi kabisa. Siku moja nilitoka nyumbani kwetu, nikiwa nimevalia nguo nyepesi za kuonyesha maumbile yangu, mtandio wangu kiunoni uliofunika sehemu za mapaja yangu, na kanga yangu moja kwa ajili ya kuzingia ngata. Nilibeba ndoo ya maji kuelekea mtoni. Nilipofika mtoni, nilichota maji. Nilipomaliza niliweka ndoo yangu kando ya ule mto. Nilienda mbele zaidi ili niweze kuchuma maua ambayo yalikuwa yanapatikana kando ya ule mti. Yale maua yalikuwa yanavutia na yalikuwa na harufu nzuri sana. Nilipendelea kuyachuma yale maua baada ya kuchota maji na kuyaweka juu yake. Yaliendelea kurinda harufu nzuri inayopatikana kwenye yale maji. Wanakijiji wengi wanapenda kuyatumia haya maua kuweka kwenye maji. Hii yote ni kwa sababu maua yale yanasaidia kuleta harufu nzuri sana kwenye maji. Nilipomaliza kuchuma yale maua, niliyanusa na nilijihisi nipo sayari nyingine kabisa. Nilipenda sana harufu ya yale maua. Nilitembea taratibu kuelekea kwenye ndoo ya maji niliyoweka kando. Nilipofika nilitumbukiza yale maua ndani ya maji ili nijitwishe niondoke zangu nyumbani. Lakini baada ya mimi kuondoka kulitokea mabadiliko makubwa sana ndani ya ule mto. Haikujulikana nini kilichokuwa ndani ya ule mto, lakini ilikuwa si hali ya kawaida. Hakuna mtu aliyeona hayo mabadiliko.
Baada ya muda mfupi hali ilikuwa shwari kabisa. Nilipofika nyumbani niliweka maji. Baada ya hapo nikaanza kufanya kazi ya kuchanja kuni. Nikiwa naendelea kuchanja kuni pale nyumbani, mama yangu alifika. Alikuwa amebeba jembe akiwa anatokea shambani. Pole sana mama, umechoka? Nimechoka sana mwanangu, naomba tu nipumzike. Pumzika mama, mimi mwenyewe nakaribia kuivisha sasa. Muda wote huo hujapika Shram? Mimi nina njaa, njaa inaniuma sana. Napika muda si mrefu mama, namalizia namaanisha. Ulienda mtoni? Ndiyo mama, nimerudi muda sio mfupi. Ila naona uko peke yako mama. Baba yuko wapi? Amepitia kwa wazee wa kijiji huko. Si unajua tena babako ameshakuwa mzee na yeye. Baba naye. Baada ya kumaliza maongezi niliendelea kuandaa chakula, na baada ya hapo nilimaliza na kumkaribisha mama yangu chakula. Sikuwa mtoto wa pekee ndani ya ile nyumba. Nilikuwa nina wadogo zangu 3. Wote walikuwa wa kiume. Wadogo zangu hao walikuwa hawakai nyumbani sana. Kijijini kwetu kila mtu ana kazi zake. Wamama na wababa wana kazi zao, vijana wa kiume wana kazi zao. Na wadogo zangu walikuwa wakijishughulisha na uvuvi. Siku zilipita, siku ziliendelea. Shughuli ziliendelea kama kawaida ndani ya kijiji chetu. Watu walilima, walivua samaki, waliwinda, walijishughulisha na shughuli nyingine nyingi zaidi. Mimi nilikuwa nikifanya zaidi kazi za nyumbani. Mimi kazi zangu ni za nyumbani. Wanafamilia wengine ndio walikuwa wanajishughulisha na kazi zingine za utafutaji. Nilitoka tena kama ilivyo kawaida yangu nikiwa nimevalia mavazi ya kuchora umbo langu la kuvutia. Nilichukua ndoo yangu ya kutekea maji kama kawaida nikaelekea mtoni. Nilikuwa na furaha sana ile siku. Niliteremka na kukaa kwenye kigogo kimoja kwenye mti mkubwa ulioko pale mtoni. Niliangalia huku na kule, nilijisikia raha sana. Nilipulizwa na upepo uliokuwa ukipatikana mahali pale mtoni, bila kusahau harufu nzuri ya ile miti. Nilikuwa nimekaa peke yangu. Lakini ghafla nilishangaa kuona maji yanacheza cheza. Nani anachezea maji? Nani anayechezea maji? Nilisimama ili niweze kuangalia kwa umakini ni nini kinatokea kwenye maji. Baada ya muda nilimuona kijana akiwa anatokeza kwenye yale maji. Alikuwa akisogea anakuja kule nilipokuwa nimekaa mimi. Nilimgombeza, toka ndani ya hayo maji. Huoni kama sisi tunayalinda hayo maji kwa ajili ya kunywa? Toka upesi. Niliongea kwa hasira sana. Niliongea nikionekana kabisa nimechafukwa. Kwa maana ilikuwa si kawaida sana kumuona mtu akiogelea kwenye yale maji. Kulikuwa kuna mito mingine ambayo imetengwa maalum kwa ajili ya watu kuogelea. Lakini siku ile niliona kitu cha ajabu sana. Mtu anakuja anaanza kuogelea. Wow. Alikuwa mkaka mzuri sana. Mwenye kuvutia. Muonekano wake ulikuwa ni wa kipekee sana. Sura yake ilinionyesha ni mkaka mpole mwenye tabasamu la kipekee. Yule kaka aliniangalia wakati huo mimi nikiwa nimekunja sura kwa hasira. Lakini yule kaka hakutaka kuendelea kunikera sana. Alinielewa nini namaanisha. Alitoka ndani ya ule mto, akaja kule nje. Tena alikuja kukaa karibu na mimi kabisa, kwenye kile kigogo nilichokuwa nimekalia. Nilishangazwa sana na yule kaka. Alionekana ni mgeni pale kijijini. Alikuwa amevalia kaptula ya kujiziba eneo dogo tu la mwili wake. Nilimwangalia sana yule kaka. Alibaki ananitabasamlia. Anatabasamu tu. Nilishangazwa sana. Niliamua nishushe hasira zangu ili niweze kuongea naye nifahamiane naye vizuri. Shram. Aliniita jina langu. Jina langu mimi hapa. Nilishtuka sana. Yaani ina maana ananifahamu vizuri, si ndio? Nilimwangalia na kumuuliza, unanifahamu mimi? Mbona kama umeniita jina langu? Mimi nakufahamu vizuri sana. Na kuonaga kila siku. Na leo imekuwa bahati kwangu mimi kukutana na wewe na kuzungumza. Ila nilikuwa nakuona tu. Unanionaga? Mimi? Wapi? Hapa hapa.
Huwa unakuja kila siku kuchota maji, kiasi kwamba nimeweza hadi kukalili muda wako wa kuja na kuondoka. Mimi sikuonagi. Yaani unanishangaza, unanishtua kidogo. Pia nani aliyekutuma uingie kwenye yale maji? Sisi tunayalinda yale maji kwa ajili ya kunywa. Na kushangaa wewe unaogelea mle. Hautaweza kunielewa kwa sasa Shura. Ila utanielewa kidogo kidogo. Tulia tafadhali. Nilimwangalia sana yule kaka. Nilimwangalia sana. Baada ya hapo alisogea mbele kidogo. Na mimi nilichukua ndoo yangu ili niweze kuchota maji. Na ukirudia siku nyingine kuingia kwenye haya maji, basi nitakushtaki kwa wazee wa kijiji. Yule kaka alibaki ananitazama tu. Msichana mzuri niliyemvutia. Alionekana kutabasamu muda wote. Unaitwa nani? Naitwa Guram. Jina zuri sana. Kama wewe mwenyewe ulivyo. Niliongea hivyo huku nikiwa naendelea kuchota maji. Guram aliniangalia na kuisha kutabasamu tu. Hakuwa na neno lingine la kuongea juu yangu. Alionekana kuvutiwa sana na mimi. Baada ya kumaliza kuchota maji, nilisogea mbele moja kwa moja kwenda kuchuma yale maua. Yale maua niliyokuwa nayapenda siku zote. Guram alibaki ananitazama tu jinsi nilivyokuwa natembea kwa madaha na alionyeshwa kupendezwa na mimi. Nilifika mpaka ile sehemu ya maua. Lakini cha kushangaza siku hiyo sikuona ua hata moja. Hakukuwa na maua kabisa ile siku. Jana si niliacha maua hapa. Nani atakuwa ameyachuma? Nilifikiria moja kwa moja ni yule kaka niliyemuona pale kwenye ule mto. Niligeuka ili niweze kumuuliza, lakini cha ajabu sikumuona. Nilijaribu kuangalia labda amejificha nyuma ya mti, lakini haikuwa hivyo. Hakuwepo kabisa. Huyu ameenda wapi? Ameenda wapi? Nilijiuliza pasipo majibu. Nilijaribu kuangalia huku na huku, lakini sikumuona kabisa. Ile siku nilikosa furaha. Sikuwa na amani. Niliangalia ile ndoo yangu ya maji niliyoiweka mbali na kukosa hata hamu ya kuisogelea. Nilisimama baada ya muda kidogo nikasikia sauti za watu wanakuja. Walikuwa ni wanakijiji. Haraka haraka niliisogelea ndoo yangu ili niweze kujitwisha niondoke. Sikutaka kuonekana kama nimesimama muda mrefu mtoni. Baada ya kufika kwenye ile ndoo yangu ya maji nilishangaa sana. Nilishangaa baada ya kuona ndoo yangu ina maua ninayoyapenda. Mungu wangu, haya maua yamekujaje? Lakini nilijua moja kwa moja ni Guram ndio aliyaweka. Nilijitwisha ndoo yangu haraka na kuelekea nyumbani. Furaha ilirejea. Amani ilikuja. Nilitembea haraka kuwahi nyumbani kuandaa chakula. Nilifika nyumbani lakini kwa kuchelewa sana. Nilimkuta mama yangu amesharudi pia akiwa amekaa nje ananisubiri. Pole mama. Umechelewa sana mwanangu. Wewe unafanya mambo yako haraka. Pia uwahi kupika baba yako kabla hajafika. Niliandaa chakula haraka haraka huku nikiwa naimba. Sura yangu ilionekana ni yenye furaha sana. Kiasi kwamba hadi mama alinishtukia. Alinishtukia kama nilikuwa nina furaha. Haikuwa kawaida yangu kabisa. Siku iliyofuata kama ilivyo kawaida na desturi ya kijiji chetu, wanaume huenda kwenye kazi zao, wamama pia, watoto wa kike hubaki nyumbani kujishughulisha na kazi za nyumbani. Msichana mimi Shura, mrembo wa kuvutia, kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida yangu, nilibeba ndoo yangu, kanga, mtandio wangu kiunoni, nikaenda kuchota maji tena kwa mara nyingine. Nilifika pale mtoni na kuangalia huku na huku nisione mtu. Nilitamani sana kumuona Guram kwa mara nyingine. Nilishia tu kuangalia maji nione kama yatacheza cheza. Lakini siku ya leo kulikuwa kuna utulivu sana. Haikuwa hivyo. Tabasamu langu lilipotea. Nilikaa na kusubiri bila matokeo yoyote. Sikumuona tena yule kaka. Nilichukua ndoo yangu na kuchota maji. Nilipomaliza niliweka ndoo yangu ili nifuate yale maua ninayoyapenda. Nilifika lakini pozi liliniisha. Sikukuta ua lolote bustanini. Nilirudi kwenye ndoo yangu haraka labda nitaweza kukuta ua, lakini haikuwa hivyo. Mwisho niliamua kujitwisha ndoo yangu ili niweze kuondoka. Nilijitwisha. Nikageuka nikauangalia ule mto. Sikuona mtu yoyote. Sikuona kitu chochote. Maskini Shura mimi. Haikuwa siku nzuri kwangu.
Furaha yangu iliishia pale pale. Uso wangu ulijaa na huzuni. Nilitamani kupata vyote, lakini nimekosa vyote. Hata nisingepata vyote, bora ningepata kimoja. Labda nimuone yeye au nipate maua, lakini nilikuwa nimekosa vyote. Baada ya kuangalia ule mto kwa muda mrefu, niliamua kuondoka. Nilitembea taratibu kuelekea nyumbani. Nikiwa natembea, yale maji yalianza kucheza cheza, kana kwamba kuna kitu ndani ya maji. Lakini nilikuwa nimefika mbali kidogo ya ule mto. Nilipishana na watu wanaoelekea kuchota maji. Basi haikuwa bahati mimi kuonana na Guram, ambaye baada ya muda mfupi alitokeza na kukaa juu ya maji. Guram aliniangalia kwa mbali sana. Nilikuwa nimeshafika mbali. Alitamani aniite, lakini alihisi wanakijiji wanaoenda kuchota maji watamsikia. Alirudi taratibu ndani ya maji. Nilirudi mpaka nyumbani nikiwa nimechoka sana. Nilitoa ndoo yangu ya maji na kuiweka chini. Nikaanza kuchambua mboga nikiwa mchovu, nikiwa sina furaha, mnyonge, nimenyong'onyea. Baada ya muda kidogo niliona wanakijiji wengine wanateremka kutoka mtoni. Walikuwa wanaongea na wakishangazwa kuhusiana na yale maji ya mtoni. Niliacha kuchambua mboga ili niweze kuwauliza nini kimetokea. Watakuwa wamemuona yule kaka au ni nini? Mbona kama wanalalamika? Mbona mmewahi kurudi hivyo? Hapana, ila maua toka juzi hayapo. Hii hali sio ya kawaida kabisa. Tunaenda kuambia wazee wa kijiji waweze kutusaidia. Hivi tutakufa kwa kweli na ile harufu kali ya yale maji. Harufu kali? Ndiyo, maji yana harufu mbaya sana Shura. Au wewe haujaona? Maji ni yamechafukwa. Maji yamechafuka. Nilibaki tu nimesubaa baada ya kusikia yale maneno. Mimi ile harufu sikuisikia kabisa. Nilirudi na kuendelea kuanza kuchambua mboga yangu. Baada ya muda mfupi mama yangu alirejea. Nilimuuliza kuhusiana zile habari za maua kupotea kule bustanini mtoni. Hii hali ilishawahi kutokea zamani sana mwanangu. Zamani sana. Nakumbuka nilikuwa mdogo, maua yaliwahi kupotea. Na kama unavyojua yale maua ni kazi yake kulinda mto. Na yasipokuwepo basi mto hutoa harufu kali sana. Hakuna hata mtu anayeweza kuingiza ndoo yake kwenye yale maji. Sasa mama, tatizo linakuwa nini mpaka hayo mambo yanatokea? Kwa kipindi kile wazee walisema ni hali ya hewa tu. Ila watu wengine walidai kwamba walishawahi kumuona mtu anatokea ndani ya yale maji kwenda kuchuma maua bustanini. Kwa hivyo hatukupata uhakika sana, lakini ilishawahi kutokea zamani sana. Kwa sasa sina majibu ya kutosha, lakini wazee wanaweza kutusaidia. Baada ya mama kuniambia yale maneno, nilikumbuka kitu. Nilimkumbuka Guram. Mungu wangu, asije akawa yule kaka ndo kachuma yale maua. Ndo katusababishia hili balaa. Itakuwaje sasa? Siku iliyofuata, siku ilikuwa ya tofauti kidogo kwa wanakijiji. Kwani wote walikusanyika ili waweze kulijadili lile swala. Kwa nini maua yamepotea? Ni nini kinasababisha? Baada ya mimi kutambua kwamba wanakijiji wote wana kikao, niliamua kutoroka. Nilitoroka ili niweze kwenda mtoni. Nilibeba ndoo yangu haraka na kukimbilia mtoni. Nilipofika mtoni niliweka ndoo yangu pembeni ya mto. Nikajifunga vizuri mtandio wangu kiunoni na kujiweka sawa. Nilikaa kwenye ile mizizi iliyokuwepo kwenye mti mkubwa pale mtoni. Sikuogopa wala kutetemeka wala kuhofia kitu chochote pale. Nilianza kuchezea magome ya mti huku nikiangalia mtoni kama kuna dalili yoyote ya mtu kuja. Nilikaa kwa muda mrefu sana. Nilichezea magome mpaka nikachoka. Nilikaa na kukaa. Nilitamani kulala, nilitamani nifanye nini, lakini yote hii nilikuwa namsubiri Guram. Muda mfupi baadaye niliona maji yanaanza kucheza. Mungu wangu, niliogopa kidogo. Sikuwahi kuyaona yakiwa yanacheza moja kwa moja. Niliingiwa na hofu. Nikiwa kwenye hali ya sintofahamu, mara nilimuona mkaka mzuri sana, mwenye mwili wa kuvutia, amekaa juu ya jiwe ndani ya mto. Nilitabasamu. Alikuwa ni Guram.
Alikuwa amekaa juu ya jiwe. Nilipojaribu kumuita, sikuona dalili yoyote. Sikuona hata ajitikise. Ilinishtua kidogo, lakini sikujali. Sikujali chochote. Na ile siku sikukumbuka hata kama wanakijiji huwaga wanazuia mtu asiingie ndani ya maji. Mimi nilianza kupiga hatua taratibu kumfuata Guram. Sikujali chochote. Hatua ya kwanza, ya pili, taratibu, nikiwa na shauku kubwa ya kumfikia Guram. Lakini moyoni mwangu nilikuwa na hofu kubwa sana. Vipi kama nikipotelea kwenye haya maji? Itakuwaje? Mto huu hakuna mtu anayeruhusu tuingie. Lakini leo hii nimeingia. Mungu wangu. Vipi kama nitapatwa na tatizo? Vipi kama kitu kibaya kikinitokea? Lakini mawazo hayo yalinijia. Mimi mwili wangu haukujali. Niliendelea kusogea mbele. Nilisogea mbele zaidi. Nilifika kwa yule kaka. Nikamshika mkono wake. Nilishangaa sana kumuona yule kaka akiwa na ngozi laini yenye kutereza. Nilifurahi sana ile siku. Nilifurahi kumshika na nilijikuta namshika sehemu za juu ya mwili wake yule kaka. Nilimshika zaidi na zaidi. Mwili wake ulikuwa ni mwili mzuri sana. Yaani ulikuwa unatereza. Kiasi kwamba unavutia. Sikuwahi kuona hapo kabla ngozi kama ile. Sikuwahi. Guram alionyesha kutabasamu tu. Alitabasamu. Na mimi pia nilimjibu kwa tabasamu nzuri sana. Tulijikuta tumeshikana na kuanza kuogelea ndani ya yale maji. Tulicheza sana. Tulirushiana maji na kufurahi. Nikasahau shida zote. Nikasahau hata kama kuna mtu anazuia sisi tusiingie mtoni. Tulifanya vile kwa muda mrefu sana. Nilikuwa nimesahau kabisa hata kilichonileta mtoni. Lakini baada ya muda mfupi kupita, niliamua nianze kumhoji Guram. Niliamua nimhoji mambo machache ambayo yalikuwa yananifanya mimi nisielewe. Nilikuwa natamani sana kuyajua. Guram, naomba nikuulize swali. Aliniangalia usoni. Uliza tu. Unataka kuuliza nini? Lakini kabla sijamuuliza, aliniwahi. Unanipenda mimi? Nilimwambia ndio. Lakini wewe una tofauti kubwa sana na mimi. Naomba uniambie, wewe ni nani? Aliniangalia, alinitizama usoni na kutabasamu. Huku akiwa anapanda jiwe la pembeni yake. Mimi ni kama wewe, Guram. Natamani kujua ili niweze kukuokoa na mikono ya watu wabaya. Watu wabaya? Alishtuka sana. Unamaanisha nini? Watu hao wabaya wako wapi, ni wakina nani? Nani ni mbaya kwangu? Niambie kwanza. Niambie wewe ni nani, ndio nitaweza kukujibu swali lako. Mimi ni mtu kama wewe. Lakini wewe unaishi ndani ya maji. Na wanakijiji wanakuchukia sana. Na wanachukia kuona watu wanaochezea maji ya kunywa. Guram alicheka sana. Alicheka na kushuka kwenye lile jiwe. Akaingia tena kwenye maji na kuanza kuogelea kwa mara nyingine. Alinivuta tukaendelea kucheza pamoja. Akili yangu ilianza kukumbuka kile kilichonipeleka pale mtoni. Mungu wangu. Nachelewa nyumbani sasa. Huenda hata kikao cha kijiji kimeshaisha. Guram, acha niende nyumbani. Nimechelewa sana. Baada hapo niligeuza shingo yangu na kutizama upande wa bustani. Nilijua labda hata maua yameshaota tena, lakini sikuona dalili ya ua lolote ndani ya ile bustani. Nilitoka taratibu ndani ya ule mto ili nisiweze kujikwaa na jiwe au mawe iliyokuwepo ndani ya ule mto. Nilitoka huku nikimwangalia Guram aliyekuwa ananikodolea macho na kutabasamu. Nilihitaji kukamua zile nguo zilizokuwa zimelowa maji, lakini Guram alikuwa bado ananikodolea macho. Nilitoka na kwenda nyuma ya mti mkubwa uliokuwa karibu na ule mto. Nilikamua zile nguo zangu. Baada ya muda mfupi nikarudi na kuteka maji. Nilishangaa sana kukuta ndoo yangu ina maji, tena yakiwa yapo na maua. Lakini Guram sikumuona kabisa. Nilijaribu kuangalia huku na huku, lakini sikufanikiwa kumuona.
Lakini kwangu mimi ilikuwa ni furaha. Nimemwona Guram, nimepata maji tena yenye maua. Nilipunga mkono wa kwaheri japokuwa sikumuona Guram, lakini nilipunga tu ishara ya kumuaga. Niliongoza njia na kuelekea nyumbani. Kama ilivyo kawaida ya Guram, nilipoondoka yeye ndipo alipojitokeza kuniangalia. Alipenda sana kuniangalia kipindi naondoka. Lakini leo aliniangalia kwa namna ya tofauti sana. Aliniangalia kwa jicho lililoonyesha mapenzi ya dhati kwangu. Alinipenda sana, lakini hakuwa na uwezo wa kunifuata. Hakuwa na huo uwezo wa kutoka ndani ya maji. Nikiwa naelekea nyumbani nilikutana na wanakijiji, wasichana wenzangu wakiwa naelekea mtoni kuteka maji. Shurram, umetoka mtoni? Kwani hukukaa kwenye kikao leo? Hapana, sikuwa kwenye kikao. Maua umepata? Niliweka ndoo yangu vizuri ili wasije wakaona kama nina maua. Hapana, hakuna ua hata moja. Niliongea haraka haraka huku nikiwa nawahi nyumbani. Nilipofika nyumbani nilikutana na mama yangu mlangoni. Shurram, ulienda mtoni? Huoni kama ni hatari kwenda kule? Hapana mama. Watu wanajipa tu hofu ya bure. Niliongea hivyo na kutoka mbele ya mama yangu ili asije akaniona nilivyoloa na zile nguo. Ulipata maua? Aliniuliza mama. Nilianza kuzugazuga huku na huku ili nisimwambie ukweli. Lakini sivyo bahati aliyaona. Yaani watu wanalalamika hamna maua, wewe umepata wapi maua? Tena mengi namna hii. Mama, yalibaki haya tu nikaamua niyachume. Wewe mtoto wewe, unajitafutia matatizo kwenye hiki kijiji. Unakuta maua mengi chuma moja, mengine waachie wengine, sawa? Sawa mama, siku nyingine nitafanya hivyo. Aya, nenda ukaniandalie chakula. Siku zikaenda, masaa yakapita. Kama ilivyo kawaida yangu, mtandio kiunoni, kanga mkononi, ndoo mkononi. Nilivaa nikapendeza, safari ni moja kuelekea mtoni. Nikiwa namalizia kujiandaa nilikutana na mama yangu. Shurram mwanangu, uwahi kurudi. Leo baba yako atawahi kurudi nyumbani. Hivyo usichelewe uje kuandaa chakula. Sawa mama, nitafanya hivyo. Mama aliniangalia sana kipindi natoka. Mashallah, binti yangu ni mrembo sana. Nitamuozesha kwa gharama kubwa sana. Tena ndoa yako itakuwa ya mfano hapa kijijini. Nilitembea haraka haraka kuelekea mtoni. Nilipofika nilikuta wasichana wengine wakichota maji. Bora umekuja Shurram. Jana tulisikia harufu nzuri ndani ya ndoo yako. Ilionekana ulipata maua. Lakini haukutuambia umepata wapi. Sikuwa na maua mimi. Sio kweli Shurram. Ina maana sisi hatujui harufu ya maua. Labda mlisikia vibaya, nitajuaje mimi? Sawa. Chota maji turudi kijijini. Endeleeni tu. Mimi nitakuja. Utakuja wapi? Chota tuondoke wote. Nimesema tangulieni. Hapana. Janja zako leo hatutaki. Tunataka tuongozane sisi na wewe. Waliendelea kunilazimisha lakini nilikataa kabisa. Nilikataa kata. Nikamwambia mimi napenda kupumzika pale mtoni. Wakaamua kutangulia. Walijitwika ndoo zao na kuondoka. Lakini hawakutaka kwenda mbali. Walisubiri waweze kufahamu mimi ninasubiria nini pale mtoni. Walifika mahali na kuficha ndoo zao wakarejea tena mtoni. Mimi nilichukua ndoo yangu na kuanza kuteka maji. Baada ya kumaliza kuchota maji nikakaa pembezoni mwa ule mto nikimsubiri Guram. Niliimba nyimbo nzuri za kumvutia Guram. Ni lazima tu ajue kwamba mimi nimekuja mtoni. Ni lazima atambue uwepo wangu kwa namna yoyote ile. Baada ya muda mchache niliona maji yakitikisika. Ishara ya kwamba Guram wangu anakuja. Nilikodoa macho huku na kule nikiangalia ni wapi anatokea. Lakini sikuona kitu. Sikuona kitu zaidi ya yale maji yakiwa yanacheza tu. Sikuelewa ni kwa nini Guram alifanya vile. Hakutaka kuonekana kabisa. Nilitabasamu na kuonyesha ishara zote za kumfurahia yeye. Lakini hakuja. Zaidi yale maji yaliendelea kucheza kana kwamba kuna mtu anatembea ndani ya yale maji. Wale rafiki zangu waliendelea kuangalia ni nini nipo ninatizama. Ni nini ninataka kufanya kwenye ule mto. Walikaa kwa muda mrefu bila majibu yoyote. Walisubiri sana.
Mimi bila kujua kwa nini Guram hataki kutoka nje yale maji, nilipandisha nguo yangu ili niweze kuingia ndani ya ule mto. Nilishazoea tayari. Niliamini kwamba maumbile yangu yanaweza kumtamanisha na kumvuta Guram aweze kutoka. Nilianza kupiga hatua moja, ya pili, kuingia ndani ya ule mto. Baada ya mimi kuingia ndani kabisa ya ule mto, nilishangaa maji yametulia kabisa. Wow, Guram, Guram. Niliita baada ya kuona yale maji yametulia kabisa. Niliingia ndani kabisa ya ule mto. Nikaona isiwe tabu, maana hata mimi niliweza kuogelea. Nilijididimiza ndani kabisa yale maji na kuingia ndani kabisa ya ule mto. Nikaanza kuogelea. Ndugu msikilizaji wangu, sehemu ya kwanza imeishia hapa. Shuram anazidi kudata. Ameingia ndani ya mto bila hata kuwa na uhakika na Guram. Ameamua kuingia tu. Mtoto ana hatari. Tusikose kufuatilia sehemu ya pili. Sehemu ya pili. Huu ni mwanzo tu. Tutaona mengi. Hatujajua kabisa kwa nini mtu wa ajabu. Ni wa ajabu kwa sababu ya Guram? Ni wa ajabu kwa sababu ya yale maua? Au ni wa ajabu kwa sababu umetengwa maalum kwa ajili ya maji ya kunywa kwenye kile kijiji? Mimi na wewe bado hatujajua vizuri. Usikose sehemu ya pili. Bye bye.